Tatu tu, moja, serikali imewekeza fedha kama ambavyo imewekeza kwenye miundombinu, kama ambavyo imeendelea kuwekeza kwenye timu yetu, lakini pia imeamua kuwekeza pia kwenye taaluma. Maana yake Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake ya dhati na kwa mchezaji namba moja anayetambua ya kwamba vijana wengi wa taifa letu ndoto yao si tu kuchezea hapa, ni kuvuka mipaka ya taifa letu. Katoa hizi fedha na analipa yeye mwenyewe kocha, ikiwa ni sehemu ya kuongeza tija na ufanisi wa vijana wetu katika mechi zinazokuja za AFCON. Matarajio ya Daktari Samia ni kuhakikisha kwamba timu hii inakuwa bora kuliko ilivyokuwa na inapanda viwango, si tu viwango vya CAF bali vya FIFA pia. Kwa hiyo Gamondi anayo kazi kubwa ya kufanya, na maelekezo ya Daktari Samia alionipatia ni kwamba mwambie Mwalimu Gamondi kama kuna kijana wa Kitanzania yuko kokote duniani amlete hapa alipigania taifa lake ili kombe 2025-27 libaki hapa Tanzania. Kwa Gamondi amepewa uwanja mpana zaidi wa kwamba akiona kuna kijana yuko Spain, yuko Arabuni, yuko Marekani, yuko kwenye nchi nyingine yote, lakini ni Mtanzania na anaona na kipaji na anafanya vizuri kule aliko, Rais ametupa kibali cha kuwaita watoto wote wa Kitanzania kurejea nyumbani kwao kulipigania taifa lao. Mashindano haya ya mpira yanaweza kutafasirika kwa lugha nyepesi kama ni michezo tu, lakini ndugu zangu, ni uchumi, ni umoja wa taifa letu, lakini ni heshima ya bendera yetu ambayo tumeipigania kupitia waasisi wetu na kujenga uhuru tunaofurahia leo hii. Kwa la pili au la tatu kwa Mwalimu Gamondi ni kwamba kikosi hiki ni mali yake kuanzia hivi leo alivyosaini. Kwa anapaswa kuandaa program nyingi as much as possible kujenga uwezo wa vijana wetu. Kwa tunayo matarajio ya kwamba kuanzia leo hii, maana yake Mwalimu Gamondi akikaa na TFF na kushirikiana na baraza letu la michezo, wanao wajibu wa kutengeneza program za kuwanoa vijana hawa ambao watakao kutetea heshima ya taifa letu. Haiwezekani mashindano haya yakafanyika kwenye nchi yetu alafu sisi tukao wa kwanza kutoka. La hasha. Sisi tutakao tutoke na kombe. Na hiyo inawezekana tukimtanguliza Mungu, tukaweka jitihada zetu na kila mmoja akaunganisha utaaluma wake na ujanja wake, basi tunaweza kuvuka na kuishangaza dunia. Msemo wangu nawaambia tu, Mungu tuliyekuwa naye Morocco akatufanya tukaingia kwenye 16 bora hajabadilika. Bado ni yule na yuko hapa hapa Tanzania, na atatusaidia kwa mapenzi ya mema ambayo rais wetu anayoonyesha kwa mchezo wetu, itatuvusha na kutufikisha kwenye hatua kubwa.